Kwanza naipongeza wizara kwa kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha utendaji wa idara ya mahakama. Pili, napenda kusema kwamba idara ya mahakama imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha mifumo ya tehama na kutumia mahakama zinazotembea ili kuimarisha ufanisi na utendaji wa kesi, hasa kwa kutumia mikutano ya kimtandao, yani video conferencing. Mheshimiwa Naibu Spika, hapana shaka matumizi haya ya teknolojia ya kisasa katika kuendesha kesi yamesaidia sana katika kupunguza gharama za uendeshaji na usafiri, hasa kwa mahakimu na washtakiwa mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, hata hivyo, kwa maoni yangu, dhamira hii ya kutumia mifumo ya kisasa ya teknolojia katika kuongeza ufanisi na kupunguza gharama za uendeshaji wa kesi inakwenda kinyume na dhamira ya kuongeza magari pamoja na matumizi makubwa ya kisasa. Katika busara ya kawaida, unapokuwa na mifumo ya kisasa ya uendeshaji, matumizi ya magari yanataka kupungua, kwa sababu kila magari yanapoongezeka na gharama zinazidi kuongezeka pamoja na ununuzi wa vipuri. Lakini hoja ya pili ambayo nadhani ni vizuri nikaisemea kwamba nafikiri idara ya mahakama ina haja ya kuangalia upya uamuzi wa kutaka kuanzisha karakana maalum ya kutengeneza magari. Kwa maoni yangu, mahakama ingepeleka magari yake katika karakana za serikali ili mahakama ikabakia na jambo lake la msingi la kuendesha kesi. Mheshimiwa Naibu Spika, mtakubaliana nami kwamba hivi sasa sisi kama taifa tuna tatizo moja la msingi na ni lazima tulisimamie kwa makini sana. Makubaliano ya mikataba ya miradi yanachukua muda mrefu sana, yani negotiation. Mimi nimeanza kusikia taarifa za kufanyiwa kazi miradi ya kusindika gesi asilia LNG pamoja na mradi wa chuma na makaa ya mawe Liganga tangu nikiwa waziri mwaka 2013. Mpaka leo bado tuko kwenye mijadala ya mikataba hiyo. Natambua kuna haja ya kufanyia kazi mikataba hii kwa umakini ya hali ya juu, lakini natambua pia iko tofauti kati ya umakini na kuchelewesha mambo. Mheshimiwa Naibu Spika, athari yake ni nini kuchukua muda mrefu kuidhinisha mikataba hii? Kuna athari mbili. Hivi sasa duniani unafanyika utafiti wa matumizi ya gesi ya hydrogen kama chanzo cha nishati. Utafiti huu ukifanikiwa, gesi yetu itabakia chini ya ardhi kama makumbusho. La pili, hivi sasa dunia inafanya utafiti juu ya kupata chanzo mbadala cha kutumia chuma. Badala ya kutumia chuma, watu wanafikiria kutumia madini ya platinum na titanium. Hilo likifanikiwa, makaa ya chuma cha Tanzania kitabaki bila kufanyiwa kazi. Lakini jambo la tatu, suala la matumizi ya makaa ya mawe kama chanzo cha nishati. Hivi sasa dunia inazungumzia juu ya haja ya kutumia nishati iliyo safi. Makubaliano hayo yakifikiwa,
basi hapana shaka kwamba makaa ya mawe ya Tanzania yatakuwa hayana matumizi. Ndio maana nasisitiza kuna haja ya kukamilisha miradi hii na majadiliano haya yakamilike haraka iwezekanavyo ili miradi hii ianze kufanyiwa kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mnasaba huo naiomba sana ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuwapeleka vijana wake wanasheria nje ili wapatiwe mafunzo ya vitendo katika masuala ya majadiliano na maridhiano ya mikataba. Na hapa sizungumzii shahada. Unaweza ukawa na shahada 1, 2, 3, lakini weledi ukawa wa kiwango cha. Mimi nazungumzia mafunzo ya vitendo ambayo utafundishwa maadili na mitizamo sahihi ya kufanya mambo. Ndilo ninalolisisitiza. Mheshimiwa Naibu Spika, mtakubaliana nami kwamba ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali inapaswa kuimarisha kitengo chake cha usuluhishi wa migogoro kati ya wekezaji na serikali. Tumekuwa tukipoteza hapa kesi nyingi sana, tunashtakiwa, serikali inapoteza. Hatuwezi kuendelea hivi kwa sababu serikali inapoteza fedha nyingi sana, na ndiyo maana napendekeza kuna haja ya kuimarisha utendaji pamoja na mafunzo ya vijana wetu ili wawe na weledi na umahiri wa kufanya kazi zao. Baada ya kusema hayo, naomba kuunga mkono hoja. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Mheshimiwa Timothy Mzava, jiandae. Mheshimiwa Kunambi, jiandae. Dr. Kimei. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Nami niungane na wenzangu waliotangulia kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria kwa hotuba nzuri ya bajeti ambayo kwa kweli imebeba maono, imebeba mafanikio, lakini imeeleza hali halisi na hatua tuliopiga kama taifa